kaka. Bwana tuko na wewe live. Kwanza hongera kwanza kwa kuchukua fomu bwana. Tumekuona vijana wako, tumefurahi, umetia nia. Hongera kwa hilo. Lakini leo sisi tunatimiza mwaka mmoja wa Crown Sports na Dauda, kusema ukweli nadhani 90% ya vijana wote walioko kwenye hii timu umetuleta wewe hapa. Yaani safari ya kwanza ilianzia kwako. Mwaka wetu mmoja, unapenda kuzungumza kitu gani na unaweza ukakumbuka nini wakati unatutafuta? Ulikuwa unafikiria nini? Uliangalia nini? Kwanza ni wapongeze kwa kufikia mwaka mmoja wa kufanya kazi. Ni jambo kubwa, ni milestone nzuri, kwa maana mlianzia namba 1 na leo mnatimiza siku 365. Ndio mwaka mmoja huo, si ndio? Ndio. Unajua Juma, mimi mara nyingi nachokuwa nakiangalia unapoona fursa, kuna fursa ambazo zinanihusu, kuna fursa ambazo zinahusu watu. Ndio. Moja, nilikuwa nimekaa na ndugu yangu anaitwa Isaya na bwana Emmanuel Tayari ambaye ni mkurugenzi wa radio ya Clown. Tulikuwa tumekaa katika mazingira ya kawaida tunapiga story, wakawa wananiambia vision ya wao kutaka kuanzisha radio, na wakati wanaongea mimi nikamwambia bana, kwamba wanaweza kusupport ni kwenye eneo la kuanzisha labda kipindi chenu cha sports hicho, na kwa sababu najua kuna vijana wengi mahiri kwenye soko, vijana wenye uwezo, na si mbaya nikatumia nafasi hii kuweza kuwapa hiyo opportunity, na bahati nzuri nafikiri walikubaliana na mimi, na hapo ndipo ilipoanzia. Juma hayo na kujua ni mchapakazi, Juma hayo na kujua toka ukiwa Mwanza. Unakumbuka tulikutana Mwanza enzi zile tunakuja kufanya ndondo, sio bana? Ndio. Ukaja Dodoma, ukaja Dar es Salaam, utulii. Yani Juma hayo wewe kama mchezaji, sio nikuita sio mchezaji gani ambaye kwenye timu na kama Elfito umeondoka lakini una potential, una uwezo, na hicho ndo hasa ambacho mimi kilinifanya niweze kuona na kurecommend sehemu ambayo niliona kwa namna ambavyo walikuwa wanawaza ukubwa na ile vision ya kwao. Nikaona vision yao itakwenda sawa na wewe ukiwa pale, kutokana na umahiri na uwezo wako kuchapa kazi. Na nilichogundua ulikuwa unahitaji sehemu ambayo ni sahihi, ambayo pia na wewe ukienda utatulia. Na nafurahi mwaka mzima umekaa hapo, na naamini utakaa zaidi na zaidi na zaidi, na ndio itakuwa sehemu ambayo itakutoa hapo kwenda sehemu nyingine kabisa. Hans Raphael ni kijana ambaye ana uwezo, na mimi ni shabiki yake. Nilikuwa namfuatilia Wasafi, lakini Wasafi kuna kina George Job, wapo kina Ambangire, kina Kumwembe, kina Kitenge. Wale ni watu ambao tayari washaji establish kwenye market. Kwa hiyo mimi niliona kuna fursa kwake kwa kuja kwenye sehemu ambayo yeye anakuja kutengeneza ufalme wake. Umeelewa? Nafikiri wewe unafuatilia mpira, kuna wachezaji wengi ambao unaona yuko Real Madrid, lakini hapati nafasi ya kucheza kutokana na utitiri wa wachezaji wengi walioko pale wenye uwezo mkubwa. Nafasi inakuwa ni finyu. Lakini mchezaji huyo sio kwamba uwezo hana. Akitoka kwenda kwenye timu nyingine ambayo inampa nafasi, inampa playing time ya kutosha, anaonyesha uwezo wake, anakuwa mahiri na anakuwa mchezaji mkubwa. Kwa hiyo Hans nilimuona anahitaji kwenda kwenye timu ya Crown ili aweze kujiestablish hapo, na aweze kukua, na aweze kuwa somebody. Nafikiri wote mnaona ni mashahidi. Hans wa miaka miwili iliyopita na Hans wa leo ni mbingu na ardhi kabisa. Amekuwa mtu mkubwa, very credible, ni mtu ambaye anaaminika. Kwa hiyo ndo kitu ambacho niliona kwake yeye, kumsaidia yeye kuweza kukua kwenye karia na kumtoa sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Ndugu yangu Enka nani Mkai? Ndio, Mkai ndio. Mkai ni huyo, ni kama Iniesta. Unajua kutengeneza timu lazima uwe na kila mtu kwenye idara yake. Yeye ni kama Andreas Iniesta kwenye Barcelona, kampa tena hii. Ndio. Ana uwezo mkubwa sana wa kuenka show, ana uwezo mkubwa sana wa kutengeneza mada, ana uwezo mkubwa sana wa kumoderate. Kwa hiyo nilimrecommend naye pia, nikabaki kwake, lakini nafikiri akachukua opportunity, leo yuko hapo. Nasibu Mkomwa. Huyo ni kijana wangu, umeelewa Ndio. Yeye ataongea mwenyewe kwa sababu
anajua wapi nilipomtoa Dodoma huko, naye kuja Dar es Salaam, akaja Real Madrid. Unajua Real Madrid Clouds ni Real Madrid ya vyombo vya habari Tanzania. Ndio. Unajua? Yeah. Kwa hiyo ni ngumu kusema ukweli utoke from nowhere unatoka ucheze Real Madrid. Lazima uanzie kwenye timu zingine za kawaida ili watu waweze kukuona, uprove huko, wakuone Madrid waje kununue kwa hela nyingi. Kwa Nasib mmoja kati ya talent za ajabu sana, mimi najivunia sana uwezo wake na kazi anayoifanya. Jimmy Jemedari Said. Huyo ni mwenzangu, mkongo mwenzangu. Unajua popote pale walipo vipaji anahitajika kuwepo kiongozi wa kuongoza dressing room, si ndio bwana? Ndio. Kwa hiyo Jemedari yeye ni leader. Jemedari ni kiongozi, yani ni kiongozi by nature. Mimi namjua vizuri sana toka anacheza huko Kahama United, tumefanya kazi pamoja nyingi. Kwa hiyo pamoja na hivyo vipaji vyote vilihitaji kuwa na kiongozi nyuma yao wa kuwagai. Kwa hiyo nilifurahi kuona Jemedari amekuja hapo na kusema kweli ameweza kuwa kiongozi bora. Pamoja na kijana wangu kuna kijana wangu wa Moshi hapo, nani anaitwa huyo? Rich Kiza. Kiza, nilikwenda Moshi. Unajua tunafanya kazi ya scouting. Ndio. Mimi na scout, hivyo vipaji vyote na viscout ujue. Jumayo ni Mwanza huyo, sikwambia. Kiza huyo Moshi FM, nimekutana Moshi. Akanifanyia interview, nikaona na potential na anachokosa ni platform tu. Kwa hiyo ilipotokea opportunity nikasema I think this is the right time kumpa opportunity. Nilimwambia panda, ondoka Moshi njoo Dar es Salaam. Nafikia wapi? Nikamwambia utajua mwe. Sasa kwa kila Isaya, the rest is history. Kuna bin Jessica. Wewe kutoka Njombe huko Morogoro, niliwahi kwenda. Unajua kina mikoani nasikiza pia redio za mikoani, sio? Ndio. Kwa wakati niko Morogoro alikuwa Abude. Alikuwa Planet. Yes, Planet FM Morogoro. Nikasikiliza nikaona binti ana uwezo, lakini kwa wakati huo pale kwetu kuna pesa kishamba. Opportunity nafasi haipo, lakini kwa hiyo ilipotokea nafasi nikasema kuna haja kuzingatia agenda. Ikabidi sasa kwa sababu alikuwa kwenye records zangu, kwenye nani zangu, na nikampigia simu, nikamconnect, akapata opportunity, leo yuko hapo alipokuwa. Kwa kifupi kuna Jeff hapa, umemsahau ndugu yako Jeff Lea. Kwanza Jeff mimi simtaji kwa sababu Jeff huwa hapendi kusema historia yake. Jeff huyo mimi nakaa kimya kwa sababu yeye anajiona kama vile alitoka duniani tu. Ndio maana hamna sema yote Jeff aliwahi kusema uhalisia wa kwake Jeff yeye kwenye mimi. Ndio. Jeff ngakupeni story kwanza ya Jeff. Ndio. Jeff alikuwa anafanya kazi na Manga pale kwenye sasa hivi kuna pharmacy pale wanapouza magazeti pale. Yuko ndani kwa ofisini, alikuwa anafanya, ilikuwa ni bureau de change, sijui ile ilikuwa ni financial institution, nafikiri ilikuwa bureau de change ile. Nimeenda kwa jamaa wangu pale anauza magazeti ya Ulaya yale mafofo tu yale World Soccer. Alikuwa kila mwezi nimpatenda. Kwa hiyo nimeenda pale kununua magazini yangu ya World Soccer. Jeff yuko ndani akanifuata pale. Kaka vipi? Brother nikamwambia ujambo mdogo wangu. Nakufuatilia bana, nakukubali. Nikamwambia nashukuru. Kwanza kupiga stories za Manchester pale. Anaongea Manchester, anajua anachambua, kama kitu wewe. Tukapisha namba. Jeff baadaye anakuja Clouds huyo. Umeelewa? Ndio. Nimempeleka kwenye TV huyo Jeff bila kupita kwenye taratibu zozote. Jeff nakumbuka Malembo Suruge, Mwenyezi Mungu amrehemu, mahali pema peponi. Akaniita akanambia huyu mchambuzi gani huyu, sauti yenyewe haitoki. So Jeff alivyokuwa mpole hivyo. Zamani sauti haitoki huyu, anakaa hivi anaongea hivi ana vitu lakini havitoki. Ndio. Jeff akaambia bana huyu toa huyu amna kitu. Huyu Jeff ngamchukua kama nakumbuka. Tukaenda Escape 1. Bali Jeff leo Dauda anakukaanga. Ongea toa sauti nikusikie. Jeff akatoa sauti akafunguka, baadaye nikamrudisha tena redioni. Baadapo Malembo Suruga anambia nikamanda huyo. Akanambia si huyu mtu hatari huyu. Bane. Ndio. Jeff ndo huyo, ni kijana wangu. Ni kijana wangu ana uwezo wa michezo mingi anajua.
naye pia kama ambavyo nimekwambia, mimi naangalia namna ya kumweka sehemu ili aweze kupiga hatua, sio ndio? Kwa hiyo naye nikampa opportunity na akaichukua, amekuja hapo na mmetengeneza bonge moja la timu. Mimi niwapongeze kusema ukweli, yani mmefanya kazi kubwa kwenye mwaka mmoja. Unaweza kufikiri mmefanya kazi miaka 5. Mmefanya kazi kubwa, na mimi naweza nikajiita nijite nani ujue mimi? Mendes, Vicente Del Bosque au Carlo Ancelotti, nitafuteni jina hapo mnipe kama kocha wenu. Don Carlo. Jomo Sono. Don Carlo Amwambia mimi nimempa Jomo Sono. Napongeza wote kusema ukweli ndugu zangu, endeleni kuchapa kazi, na sasa hivi mimi naamua kuja huku kwa ajili ya kuona namna ya kuongeza wigo sasa au kuwasaidia vijana wengi, especially vijana wangu wa Temeke huku. Unajua Temeke huku nyumbani kwangu hivyo. Ni kweli, na sisi tunakutakia kila laheri. Ukipata nafasi huko, basi baadaye tunaweza tukakimbia huku tukaja tena huko. Huko nabidi sasa tuwasaidie wengine. Basi Dauda, sisi tunakushukuru sana kaka. Bahati nzuri hii hatukuwahi kusema, kwa watu leo wamejua ni namna gani umeshiriki katika kuitengeneza hii Crown Sports. Hapa ulikuwa media nyingine, lakini ukaleta watu wa maana na tutakuangusha. Nashukuru sana na natakieni kila laheri. Haya, asante.